Hivi wazazi wako wanafahamu kwamba matatizo unayopitia kwenye mahusiano yako ni makubwa kuliko family issue zao? Yeah, wiki mbili zilizopita nilikuwa nimeenda kuhubiri mahali fulani mimi na bro. Tukahubiri pale asubuhi na mchana tukafanya mafundisho mazuri. Sasa tukiwa njiani kwenye gari, huyu bro ni sanguine, kwa hiyo anaongea sana kuliko mimi. Nikashangaa siku nzima kwenye ibada asubuhi na kwenye lesoni na discussion za mchana hakuongea chochote kabisa, akawa introvert. Jambo la ajabu sana. Kumbe alikuwa anapanga mashambulizi. Njiani tunatembea, actually tulikuwa kwenye gari. Akaniambia, bro, angalia hii meme. Mara nyingi memes nyingi zinakuwa na ka emoji kale kakuchekesha, ila hii ilikuwa kavu. Imeandikwa, does your parents know that your relationship problem is bigger than their family issues? Kwa tukacheka sana. Kwa jina naitwa Pastor John Atashasta, niko hapa kuongelea matatizo. In fact, naongelea tatizo moja ambalo ni tata, limefumbika na halionekani. Lakini tatizo ni gumu na matokeo yake ni makubwa sana. Tena yanaathiri miundombinu ya akili za vizazi hata vizazi. Hili tatizo nimeliita family disenchantment. Yaani kama wale andika family alafu andika disenchantment. Family disenchantment. Yaani kitendo cha kuharibika misingi ya awali ya kifamilia. Yaani hapo nimetafsiri sana. Naomba mnipe amina. Yeah. Hiki kitendo hichi, ili tatizo ndio mzizi wa matatizo mengine mengi ambao leo nimekuja kulizungumzia. Tatizo la family disenchantment ni hali ambayo imezuka sasa hivi na karne iliyopita, cha kuchukulia mambo ya muhimu yakawa mbadala ya mambo ya msingi. Yaani kwenye maisha kuna vitu vya muhimu na vitu vya nini? Vya msingi. Sasa hivi mambo ya muhimu yamekuwa mbadala wa mambo ya msingi. What is important has replaced what is foundational kwenye masuala haya ya familia. Kwa hivyo tazungumzia mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza tazungumzia hili tatizo la family disenchantment. La pili tazungumzia kazi tukufu kuliko zote, na la mwisho tazungumzia nguvu ya kuzingatiwa au the power of attention. Na hapo ndipo nitagusia tatizo la malezi ya mzazi mmoja. Mambo hayo matatu ndio ambayo tutakuwa tukiyazungumzia siku ya leo kadri Roho wa Mungu atakavyotuongoza. Wangapi mmewahi kuona gari inaitwa Lamborghini? Hata kwenye TV yani. Yeah. Kuna gari inaitwa Lamborghini, ni gari ya kifahari sana, na kwenye barabara zetu hapa ni maeneo machache inaweza ikapita. Na siku ikipita utaona tu Facebook au Instagram kwamba Lambo imepita leo. Sasa kuna gari moja inaitwa Lamborghini Huracan Evo. Bei yake ni $320,000 mpaka $350,000, ambayo ni kama $859,000 mpaka $939,000 za Kitanzania. Yaani haya ndio mambo yale ya consumerism alikuwa anazungumzia dokta. Ni pesa kubwa sana. Hii gari ni special. Huwezi ukaendesha tu hivi hivi. Ni gari ambazo ukiwa nazo ukamwambia mtu hauna hela, wewe una matatizo. Very expensive. Ni gharama kubwa sana. Lakini gari hii ikiharibika inakuwa scraper. Sasa nimetumia hii gari, bahati mbaya hatuna PowerPoint ungeiona hapa, kuelewa umuhimu au ukubwa wa hii tatizo. Familia kama ilivyo katika mpango wa Mungu imejengwa katika misingi ya kimungu. It has divine origin. Chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Lakini pia familia imejengwa katika agano. Mambo ya msingi ya familia ni haya yafuatayo. Moja, chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Mbili, ni agano. Lakini pia ni takatifu. Lakini pia ni ya kipekee. Lakini pia ina matokeo
ya vizazi hata vizazi, lakini pia ina matokeo ya kiulimwengu, cosmic implication. Kwa maana Mungu aliumba familia ya wanadamu ili kupitia mwenendo wao wanadamu malimwengu yote yajifunze kuhusu tabia ya mwanadamu. Kwa hivyo haka kanukta haka kwenye ulimwengu kasayari dunia, eti maisha yake yana matokeo ya kiulimwengu. Hiyo ndio hadhi ya familia katika fikra za Mwenyezi Mungu. Lakini kwa hii tatizo lilipokuja, limeondoa haya mambo yote ya msingi. Mahali pa agano limeweka mkataba. Mahali pa agano na viapo limeweka mkataba au convenience, kwamba tutaangalia. Yaani ndoa na familia sasa hivi is an experiment, ni jaribio, tuone itakuwaje. Lakini kwa mpango wa Mungu sio jaribio, ni agano. Na kama unafahamu chochote kuhusiana na agano, agano ni swala la kudumu na linahusisha hata hatima, kwa maana uzima na mauti. Huo ndio msingi. Lakini sio sasa hivi ndoa imekuwa ni makubaliano na jaribio. Jaribio na makubaliano sio kitu kibaya, ni kitu muhimu, lakini sio cha msingi. Kwa hivyo mambo yasiyo ya msingi yamekuwa mbadala wa mambo ya msingi. Lakini familia imejengwa katika Mungu alikusudia ijengwe katika misingi ya kimaandiko, biblical principles. Sasa hivi kuna wimbi la familia kujengwa kwenye chemistry. Wangapi mnajua chemistry? Acha hii ya kusoma, what is chemistry sijui. Chemistry mnajua kemia ya moyo. Mmoja jirani, unajua kemia wewe? Chemistry, vijana wanasema ni hali ya, yani kuwa na ile, si unaelewa? Yani kuwa karibu na mdada mpaka ukasikia kama moyo wako una compose na kudecompose. Moyo wako kama unavunjika hivi alafu unajiumba upya. Yani unahisi kama vile kuna nishati fulani inakumuvuzisha na kufanya spidi ya kutembea kwako iongezeke na macho yako yashindwe kukaza na kale kajasho kembamba. That's chemistry. Ukiona message yake ina sauti tofauti, hiyo ni chemistry. Chemistry ni kitu cha muhimu, lakini sio cha msingi. Watu wa Mungu, mnapooa au kuolewa, jamani, msipuuzie chemistry, amina. Lakini kemia isiwe mbadala wa kanuni za maandiko, isiwe mbadala wa mambo ya msingi. Lakini pia ndoa na familia ni jambo takatifu, is sacred. Ila sasa hivi imekuwa ni kitu cha kawaida. Yaani ile tahadhari na umakini unaopaswa kuwa nao ukikaribia mambo matakatifu haupo tena kwenye akili za watu wengi. Do you know the term I love you is sacred? Je, unatambua kwamba sentensi nakupenda ni takatifu? Yaani hautaki au? Serious. Watu wamesahau. Kwa sababu inaimbwa kwenye nyimbo za dunia, inaona kila movie I love you, I love you. That word is sacred. Hilo neno ni takatifu. Alipaswa tu kumwambia mtu yoyote, wakati wote, mahali pote, kwa namna yoyote ile. Kwa vijana mnaopenda, tafakarini njia zenu. Hilo neno lisitoke kinywani mwako ikiwa haulimaanishi. Ni kweli kuna ajali hapo katikati, tunaelewa, lakini elewa utukufu na commitment inayoambatana na wewe kutamka hiyo sentensi mbele ya mkaka au mdada. Usiwe haraka kulitamka na usiwe na haraka kuliitikia. Japokuwa sasa wadada huwa mnajifikiria sana. Unamsubirisha mtu miezi 8 kweli, unafikiria nini? Eti tuambizane. Kama uko na dada hapo muulize. Huwa mnafikiria nini? Mimi nilisubirishwa. Haya, tuendelee. Pia
Ndoa ni jambo la kipekee, it's special. Familia ni kitu cha kipekee ambacho kinapaswa kuongozwa na misingi ya kipekee ya neno la Mungu na sio trends au mienendo na kilicho maarufu sasa hivi kwenye ulimwengu wa sasa. Ndoa pia na familia zina matokeo ya vizazi hata vizazi. Yule utakayemwoa au kuolewa naye utaishi naye kwa miaka zaidi ya 50, ikiwa mtaishi miaka 70 ile au 80 ambayo Biblia imesema. Nusu ya karne yako unaibet kwa huyu mtu ambaye atakuoa au utaolewa naye. Na tabia zenu mnazoziendekeza kwenye ujana mtaziona kwa watoto wenu. Na ikiwa huyo mtu ambaye unakusudia kuingia naye kwenye hii nusu karne ya maisha yako hana mienendo ambayo ungetamani kuiona kwa watoto wako, tafakari njia zako. Kuna kitu atakifanya mwanao, yani yule ni mimi kabisa, au yule ni fulani. Kwa lugha nyingine, watoto wanapambana na mambo sio tu ambayo yanawakabili katika lifetime yao, wanakutana na mambo ambayo wazazi wao waliyaendekeza. What you indulge become propensities to your kids. Unachokiendekeza na kutokukishinda katika ujana wako kinakuwa misukumo asilia kwa watakaotoka tumboni mwako. Sehemu ya pili, kazi takatifu kuliko yote ambayo mwanadamu amewahi kupewa, kuliko kuhubiri, kuliko kuimba, kuliko hata kujitoa kuwa mfia dini, ni kazi ya malezi. Sasa kuna wazazi wa aina mbili. Kuna wazazi wa kawaida, wale ambao wana biological children, watoto wa kuzaa, na kuna wazazi kama sisi, wazazi wa Bluetooth, yani ambao tunalea kwa sababu sisi ni walimu, wachungaji, counselors, au watu ambao tuko kwenye kazi za kijamii zinazolazimika kudili na idadi kubwa ya watoto wa wengine. Sisi tunaitwa Bluetooth parents, wazazi wa nini? Wa Bluetooth. Sasa wewe kama ni mzazi wa Bluetooth au biological father au mother, au utakuwa hapo mbele, unisikilize vizuri. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mithali 22 mstari wa 6, train up a child in the way he should go, and even when he is old he will not depart from it. Mlee mtoto katika njia nini? Impasayo, naye hata iacha hata akiwa mtu mzima, hata akiwa mzee. Kama wewe umekuwa kanisani muda mrefu na ni Mwadventista msabato, huenda sasa hivi unajisikia kusinzia, maana ile fungu umelisikia muda mrefu, na yani sinzia tu kama unataka. Bwana asifiwe. Ila kama unataka nisikilize vizuri, utaelewa kitu kingine cha tofauti. Nitaelezea neno moja tu katika maneno yote haya kwenye hili fungu, na neno hilo nitakaloelezea ni train up au mlee. Mlee. Ili neno tunapoliwaza, yani kwenye imagination zako, kwenye picha gani inakuja kwenye akili yako? Si ya kulea. Unaona mama ananyonyesha, si ndio? Au kabeba mtoto mgongoni, si ndio unachoona? Hebu itikieni basi hata kwa hivi. Mbona mnaniacha peke yangu sana? Watu wengi fikra zao wanaposikia kulea, picha zao zinaona mama ananyonyesha, anaogesha, analisha, anabeba mtoto, anambembeleza hivyo, afu wanamuona mama tu. Hiyo imagination hiyo ni ovyo kabisa. Mungu anaposema lea, train up, ana idea kubwa sana ambayo natamani leo tuielewe hapa. Neno train up, lea, kwa Kiebrania ni hanok au hanak. Ili neno lina maana kuu mbili ambazo nitazielezea kwa ufupi. Maana ya kwanza lina maana ya dedicate, consecrate or inaugurate, yani kuweka wakfu. Ndio maana ya kwanza kabisa.
Kwa lugha nyingine, malezi yamefungamanishwa na agano la milele la Mungu. Mungu hatuiti kufanya malezi bora. Hatuiti kufanya malezi mema. Hizo standard ndogo sana. Mungu anatuita kufanya malezi ya kiagano. Kwa lugha nyingine, malezi ni shughuli inayofungamanishwa na mpango mzima wa ukombozi unaofunuliwa katika agano la Mungu kuwakomboa watu wake. Huwa nauliza watu, nawaambia, kama ungejua mwanao kama wakumzaa au wewe ni Bluetooth parent, huyu mwanafunzi unayemlea anaenda kuwa mfalme au malkia, ingekufanya umtendeje?